Na mambo vipi mtazamaji wa channel ya Biomedia, wewe ambao unaendelea kutufuatilia na kusubscribe share tukaka, nikukaribisha kama mkunjofu kabisa official Rose D on the microphone. Leo tunaangazia taarifa ambako naambiwa bidada Paula Kajala amefunguka kuhusu kufunga ndoa na Mario. Sina muda kwa sasa, niko busy kutafuta pesa zangu. Mambo yamekaaje kwa wawili hawa, ikiwa ni kapo yetu pia pendwa sasa hivi watu wengi tunaendelea kuiangazia, utakwenda kufahamu hii leo. Paula Kajala ameweza kuzungumza ikiwa ni kwa mara ya kwanza kuhusiana na ndoa na Mario, akisema kwamba kiukweli hana muda wa majibu ya harusi. Amejikita kwenye biashara na kuweza kutafuta fedha zake binafsi. Na katika mahojiano ya kipekee kabisa ambayo aliweza kuzungumza Paula, akiwa ni mtoto wa mwigizaji maarufu Kajala Masanja na mtayarishaji nguli kabisa wa muziki P-Funk Majani, aliweza kuzungumza kwa mara ya kwanza kuhusiana na tetesi za ndoa yake na msanii wa Bongo Flava Mario, ambako taarifa hii imeibua hisia mseto mitandaoni, huku mashabiki wakiendelea kufuatilia kwa karibu kila kauli ya bidada Paula. Katika mahojiano hayo ambayo yalifanywa na waandishi wa habari, Paula alionekana mtulivu lakini makini kabisa, akijibu kwa tahadhari pia maswali ambayo yalihusu maisha yake ya sasa na uhusiano wake na Mario. Alianza kwa kusema, masuala ya ndoa muulizeni mzazi mwenzangu, mimi kwa sasa nimeelekeza nguvu zangu kwenye kutafuta fedha. Kauli hii imechukuliwa kama ishara ya mabadiliko ya kipaumbele katika maisha ya Paula, kutoka kwenye mahusiano ya kimapenzi hadi kujikita kwenye maendeleo ya kiuchumi na biashara. Lakini pia Paula alifafanua kuwa kwa sasa yuko busy na biashara na hana muda wa kujibu maswali ambayo yanahusu harusi ama ndoa. Lakini pia alisisitiza kuwa maisha ya sasa yanahitaji mtu kuwa na malengo ya kifedha na kujitegemea, hasa kwa wanawake wa kizazi kipya. Paula anasema sio harusi, ni biashara. Nimeamua kujijenga kiuchumi kwanza, aliweza kuzungumza akiwa na hali ya msisitizo kabisa. Na kauli hii imepokelewa kwa mapokezi na baadhi ya mashabiki wake, wakimtaja kama mfano wa mwanamke jasiri ambaye anajua anachokitaka maishani mwake. Lakini pia kwa muda mrefu pia mashabiki wa muziki wa Bongo Flava wamekuwa wakifuatilia kwa karibu kuhusiana na Paula na Mario, utakumbuka. Na wawili hao pia wamekuwa wakionekana pamoja mara kwa mara, wakishirikiana katika picha, video za pamoja za kimahaba kabisa mitandaoni, hali ambayo inachochea uvumi kuwa huenda wakafunga ndoa muda si mrefu. By then pia Paula alionekana kutaka kuweka mipaka kati ya maisha ya mahusiano na malengo ya kibinafsi, kwa sababu alisema kama kuna ndoa au hakuna, hilo si jambo la msingi kwa sasa. Kila mtu ana maisha yake na malengo yake. Lakini mara baada ya mahojiano ambayo yaliweza kurushwa hewani mitandaoni kwenye baadhi ya mitandao kama Instagram, TikTok pamoja na X, lililipuka mijadala. Wako ambao walimsifu Paula kwa msimamo wake wa kujitegemea, wengine wakihisi kwamba amejibu kwa ukali au kuepuka ukweli kuhusu uhusiano wake na Mario. Lakini pia baadhi ya mashabiki waliweza kuweka maoni ambayo yalikuwa ni mengi sana na kumtakia mema Paula, na mengine hata ni kama maswali ambayo yanapaswa kutolewa ufafanuzi zaidi. Baadhi ya maoni, mmoja aliandika kwamba Paula anajua anachokitaka, biashara kwanza, mapenzi baadaye. Lakini pia maoni mengine ilikuwa kama, kwa nini asikiri tu kama wameachana? Mwingine akahoji, huyu dada ana akili sana, ametoka kwenye kivuli cha mama yake na sasa anajijenga. Mpaka sasa kiukweli Mario yeye hajajitokeza hadharani kujibu kuhusiana na kauli ya Paula, na mashabiki wanangoja kwa hamu kiukweli kuona kama anaweza kutoa tamko lolote Mario ama kuzungumzia mustakabali wa mahusiano yao. Wengine wanahisi kwamba huenda wawili hao wameamua kuishi maisha ya faragha zaidi bila kuingiliwa na kelele za mitandaoni. Lakini pia kauli ya Paula inaakisi mabadiliko ya kijamii yanayoendelea miongoni mwa vijana wa Tanzania, ambapo wanawake wanazidi kujitokeza kama viongozi wa maisha yao, wakichagua kujenga biashara, elimu na uhuru wa kifedha kabla ya kuingia katika ndoa. Na katika jamii ya Kitanzania pia ndoa mara nyingi huonekana kama hatua ya lazima kwa mwanamke, lakini Paula ameonyesha kuwa si lazima kufuata mkondo huo bila maandalizi ya kiuchumi na kiakili. Na katika kauli yake ya leo, Paula Kajala ameweza kuweka wazi kwamba maisha sasa yanahitaji msimamo, malengo na kujitambua, na yeye amechagua kuwekeza kwenye biashara na maendeleo binafsi badala ya kujibu maswali ya harusi au ya husu ndoa. Hii ni hatua ya kipekee kiukweli ambayo inaweza kuwa somo kwa vijana wengi wa Tanzania, kwa mapenzi ni sehemu ya maisha lakini si kila kitu katika maisha. Kwa uthibitisho zaidi kuhusu taarifa
hizi ambazo zimeendelea kutolewa ama update kwa kile ambacho anaweza kuzungumza Mario akiwa anasubiriwa na kila mmoja wetu. Endelea kufuatilia Biomedia kwa karibu kabisa na utaweza kuangazia na kufahamu nini ambacho kinaendelea kati ya wawili hawa. Uwe na wakati mwema, endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.